Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwana michezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine habari unazungumzia, hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kati ya Yanga na Simba Sport Club juu ya hatma ya mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao umechukua sura mpya baada ya tamko lilotolewa na afisa habari wa klabu ya soka ya Young Africans juu ya kuhamisha mchezo huo kutoka katika dimba la Benjamin Mkapa na kuupeleka kunako katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, ambao kumeweza kuibua taswira tofauti, ambapo klabu ya soka ya Simba Sport Club ambao wanaonekana kutengeneza mazingira ya kuhususia mchezo huo wameanza kuhoji kuhusiana na uhalali wa mchezo huo kuweza kutolewa kunako dimba la Benjamin Mkapa, dimba ambalo limezoeleka kutumika mara nyingi kama si mara zote katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, hususan katika michezo kama hii ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Ni mara chache sana kushuhudia kama umepelekwa nje na dimba hilo. Sasa baada ya kile kilichotokea, Simba Sport Club wanaonesha mashaka kuelekea mchezo huo, kitendo ambacho kinatia wasiwasi ama kinatia doa kuelekea mchezo huo kana kama vile hautofanyika. Sasa TFF na bodi ya ligi wameweza kutoa taarifa yao ya kile ambacho kinachoendelea na maamuzi ambayo watakwenda kuyachukua endapo mechi hiyo kama Simba Sport Club wakiweza kususia. Ni yapi hayo? Ni haya hapa ambayo nimekusogezea mengi kweli kweli, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha klabu ya soka. Si wengine habari unazungumzia, hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans pamoja na Simba Sport Club wameingia katika mvutano mwingine. Ni kama yale ya msimu uliopita yanakwenda kujirudia kwa mara nyingine tena. Zile kauli za atuchezi tunacheza sasa zinakwenda kujirudia kwa mara nyingine tena, ambapo klabu ya soka Young Africans wao walitangaza kupitia msemaji wao kwamba watu cheza mchezo wa dabi ya Kariakoo Zanzibar, hapa nazungumzia kwa Mkapa, bali utachezwa katika uwanja wa New Amani Zanzibar. Hapo ambapo ndio lilipoanza sintofahamu katika hili, ambapo klabu ya soka ya Simba Sport Club kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa leo hii mapema, wametuma barua kuelekea bodi ya ligi wakitaka kuweza kupewa uhalali wa kile kinachoendelea, ambapo uongozi wa klabu ya Simba imewasilisha barua rasmi leo kwa bodi ya ligi kuu Tanzania bara ambayo ni TPRB, ukitaka ufafanuzi wa kina juu ya mchakato uliotumika kuhamisha mchezo wa dabi dhidi ya mahasimu wao Young Africans kutoka jiji la Dar es Salaam kuelekea visiwani Zanzibar. Sakata hilo limeibuliwa na mwandishi Nasibu Mkoma kupitia ukurasa wake, akibainisha kuwa wekundu hao wa Msimbazi hawajaridhishwa na namna taratibu za kikanuni na mawasiliano zilivyokiukwa katika mabadiliko ya uwanja kutoka Benjamin Mkapa kwenda Amani Stadium. Hoja kuu ya Simba ama ni uvunjaji wa taarifa. Simba wanaoji kwa nini taarifa ya mabadiliko hayo makubwa ilitangazwa kwanza na afisa habari wa Yanga Ali Kamwe mnamo Februari 15, 2026 kabla ya chombo chenye mamlaka ambao ni TPLB kutoa tamko rasmi siku moja baadaye Februari 16. Ukiukwaji
hiyo kanuni ya siku 21 katika barua hiyo, Simba wamekumbushwa kuwa kanuni za ligi zinataka taarifa yoyote ya mabadiliko ya uwanja kutolewa angalau siku 21 kabla mchezo. Klabu hiyo inadai kuwa muda huo au kuzingatiwa, jambo linaloleta mashaka juu ya uhalali wa uamuzi huo. Uwazi wa bodi wekundu hao wanataka maelezo ya kina, ni kanuni hipi imetumika kubaliki uamuzi uliotangazwa na upande mmoja wa mshindani kabla ya bodi yenyewe. Simba wanahoji kwa nini msemaji wa klabu pinzani awe ndiye msemaji wa bodi ya ligi na kwa nini kanuni ya 21 ipuuzwe katika mchezo huu nyeti, sehemu ya taarifa hiyo. Hadi sasa bodi ya ligi haijatoa majibu ya kuhusiana na hilo, lakini inaelezwa kwamba hawako tayari mchezo huu kuahirishwa ama sogezwa mbele, na inaelezwa kwamba kama endapo klabu ya soka ya Simba Sport Club ikienda tofauti na yale ambayo hapa nazungumzia TFF na bodi ya ligi wanahitaji, basi huenda klabu ya soka ya Simba ikakutana na adhabu. Sasa inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Simba Sport Club kama wakisema kwamba wasusie mchezo huo, basi haya ambayo ndiyo watakwenda kukutana nayo kulingana na kanuni za TFF na taratibu za soka kama inavyofafanuliwa katika kanuni za ligi kuu. Timu ikigoma kucheza au kususia mchezo uhesabiwa kupoteza mechi hiyo mara nyingi kwa matokeo ya 3-0, faini kubwa, kupokonywa pointi zaidi, na inaweza kuondolewa kwenye ligi au mashindano husika. Mchezo huo haurudiwi na timu inaadhibiwa kwa kukiuka kanuni za uungwana. Hapa kuna ufafanuzi zaidi. Matokeo ya mechi: timu inayogoma kuingia uwanjani au kuendelea na mchezo huchukuliwa kama imepoteza mchezo na timu pinzani hupewa ushindi wa pointi 3 na mabao 3. Faini na adhabu: kamati ya usimamizi na uendeshaji ya TFF mara nyingi hutoa faini kubwa ya kifedha kwa klabu iliyosababisha mechi kutokuchezwa. Jambo lingine ni adhabu za nyongeza: timu inaweza kupokonywa pointi za ziada katika msimamo wa ligi na kusimamishwa kushiriki mashindano. Kwa hiyo Simba wajipanga katika hilo. Athari kwa wachezaji ama viongozi na wachezaji waliohusika katika ugomaji wanaweza kusimamishwa na kutozwa faini binafsi. Kwa hiyo hapa itakwenda kwa viongozi ambao wataonekana kuweza kulisababisha hili la dabi ya Kariakoo huenda isipoweza kuchezwa. Kwa hiyo viongozi wa klabu ya soka Simba wana la kujipanga kuja kupambana na adhabu kama hizi, si tu kwa wao bali kwa timu kwa ujumla, kwani kuna adhabu kama za timu na kuna adhabu kama za viongozi. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kusikia hatima ya mchezo huu utakuwaje. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.